Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na kitu ambacho kimemkuta Harmonize Konde Boy. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba siku ya jana nilikupa update kuhusiana na kwamba Harmonize bwana katika show ambayo amefanya huko Ruangwa katika kampeni za Chama cha Mapinduzi, ni kwamba Harmonize Konde Boy bwana aliperform moja kati ya nyimbo pendwa kabisa katika kampeni za sasa hivi kwa mwaka huu hapa 2025. Anazungumzia wimbo ambao Diamond Platnumz ndiye ambaye ameutunga na ndio huaga anauimba, hususan pale ambapo Mheshimiwa Rais anapoingia ukumbini au uwanjani kwa ajili ya kutoa hotuba, Diamond Platnumz lazima anyanyuke kwa ajili ya kuimba huo wimbo. Na sababu kubwa ni kwamba Diamond bwana ametunga nyimbo ambayo ina make sense kulingana na matukio ambayo yanatokea pale katika kampeni. Wimbo huu bwana unazungumzia ule wimbo ambao Diamond huaga anaimba, namleta rais, namleta mwenyekiti, namleta rais. So ni wimbo ambao huaga Diamond anauimba pale ambapo Mheshimiwa Rais anapoanza kuingia uwanjani, Diamond huaga anaimba, na kiukweli ni moja kati ya nyimbo ambazo zinapendwa sana na watu wengi. Sasa huu wimbo bwana ni kwamba Harmonize yuko Ruangwa, naye pia ameonekana akiwa na wimbo huo akiwa yuko na backup ya Toti Band. Akaimba wimbo huo wa Diamond namleta rais. So ni moja kati ya vitu ambavyo vimeibua mijadala mingi sana huko mitandaoni kwamba bwana imekuwaje Harmonize ameimba kipande cha wimbo wa Diamond Platnumz ambao huaga Diamond anauimbaga katika kampeni hizo za Chama cha Mapinduzi. Sasa imekuwaje mpaka Konde Boy naye pia akaamua kuimba wimbo wa Diamond Platnumz? So wengine wadau mbalimbali huko mitandaoni wanasema kwamba sio mbaya, ni jambo tu la kujiongeza. Wengine wanadai kwamba bwana Harmonize amefanya hivyo makusudi ili mradi tu hilo jambo lizungumziwe mitandaoni apate kutrend. Kwa hiyo kuna watu wameona kama vile ni kiki au wanataka kupita na upepo wa Diamond Platnumz kwa namna moja au nyingine. So kwa kifupi ni kwamba maoni yamekuwa ni mengi, lakini pia vile vile ni moja kati ya story ambayo imemeke headline sana. Ukipita katika page nyingi sana za mitandao ya kijamii, basi lazima utakutana na hiyo habari kwamba Harmonize bwana katika show ya Chama cha Mapinduzi kule Ruangwa ameonekana akiwa anaimba wimbo wa namleta rais, wimbo wa Diamond Platnumz. Lakini sio tu labda page mbalimbali, lakini pia vile vile mpaka Wasafi wenyewe pia wameposti kuhusiana na hiyo habari kupitia ukurasa wao wa Instagram. Wasafi bwana wameandika hivi kwamba Harmonize ameimba wimbo wa namleta, ngoma ya Diamond Platnumz mbele ya Mheshimiwa Rais Samia. Lakini pia hapa chini katika caption wakaandika kwamba Harmonize ameimba nyimbo ya Diamond Platnumz. Msanii huyu Konde Boy Harmonize ameimba wimbo huo wanamleta wa Diamond Platnumz wakati akimkaribisha mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha CCM Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa kampeni huko Ruangwa mkoani Lindi mnamo Septemba 24 mwaka 2025. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba mpaka Wasafi wenyewe pia wameposti kuhusiana na suala hilo la Harmonize kuimba wimbo huo wa Diamond Platnumz. Sasa hapa maoni yamejitokeza mengi sana. Bwana wadau mbalimbali wamekuja kulizungumzia suala hilo. Kwa mfano kuna mtu amesema kwamba bwana sijui ninacheka nini. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana kumtetea Harmonize mwaka huu ni ngumu sana. Kuna mwingine amesema kwamba bwana ukishindwa kupambana nao inabidi tu ungane nao. Kuna mdau hapa ameandika kwamba bwana mtoto kwa baba hakui, kwa hiyo hapo hakuna chochote kibaya. Kuna mwingine amesema kwamba bwana Harmonize alichokifanya hapo amefanya jambo zuri sana, ameimba wimbo wa babake. Kuna mwingine amesema kwamba bwana Diamond ni kama maji, huwezi kumkwepa. Kuna mwingine amesema kwamba bwana hii inaitwa you fail to fight them join them, yani yale kama yule mwingine aliyecomment kule juu kwamba ukishindwa kupambana nao ungana nao. Lakini ukiachana na hiyo posti ambayo imewekwa na Wasafi, wadau wengine pia huko mitandaoni nao wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na tukio hilo. Kwa mfano hapa kuna mtu amesema kwamba huyu ni Haja the Incredible, mmoja kati ya wachambuzi wa mziki huko mitandaoni, amesema kwamba bwana Harmonize hawezi mziki bila ya Diamond. Kwa mujibu wa Haja amesema hivyo.
Yani anamaanisha kwamba bwana Harmonize Konde Boy bwana kufanya mziki bila gusia au kudokeza pande hizo za bila kumtaja Harmonize au kufanya kitu chochote kile kupitia Diamond. Harmonize bwana mziki wake huaga uende, lakini akigusa hizo engo huaga ni jambo jepesi kabisa, kama kutrend ata trend na mambo mengine huwa yanaenda kiulaini kabisa. Hiyo ni kwa mujibu wa Haja the Incredible, mmoja kati ya wadau ambao wanaonyesha wazi kabisa kwamba ameweka maoni yake na yeye kuhusiana na kile ambacho amekifanya Harmonize Konde Boy kule Luangwa. Lakini pia vile vile ukiachana na hiyo, kuna kitu kingine hapa Haja the Incredible amekuja kukijazia akiwa anadai kwamba bwana Harmonize inatakiwa amlipe Diamond kibiashara, amefanya kosa. Hiyo ni kwa mujibu wa Haja the Incredible. Yani kwamba kitu ambacho Harmonize amekifanya bwana ni mistake au ni kosa, kwa sababu ametumia wimbo wa msanii mwenzie. Umeona bwana, kwa hiyo kwenye swala la copyright, mambo ya hatimiliki hapo, tunafahamu kabisa kwamba huo ni wimbo wa Diamond. Sasa kitendo cha yeye Harmonize kutumia, na watu wanahisi, kwa mujibu wa Haja anadai kwamba hapa hakukuwa na makubaliano kwamba atatumia wimbo huo. Kwa hiyo moja kwa moja hii, kama Diamond akiamua kumkalia kooni bwana, hii ni copyright infringement. Kwa hiyo inatakiwa Konde amlipe inatakiwa Konde amlipe Diamond kwa kutumia wimbo wake jukwaani. Kama sio tena competitor wangu, kama sio wimbo wa chama, haumilikiwi na chama, ni wimbo wa Diamond, manake Harmonize ana biashara ya watu. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Kwa mujibu wa Haja the Incredible, anadai kwamba kama ule wimbo ni wa chama, basi hakuna tatizo Harmonize kuutumia. Lakini kama ule wimbo ni wa Diamond Platnumz, basi hapo Harmonize ni kama vile ameharibu biashara ya watu. Na ndio maana wadau wanakuambia kwamba inatakiwa amlipe. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Nadhani mpaka hapo utakuwa umepata mwanga kidogo kwa namna moja au nyingine kuhusiana na hiki ambacho kimetokea. Lakini pia vile vile bwana, maoni ya watu hapa wamekuja kuweka maoni yao. Umeona bwana kuna mtu hapa amekuja amesema kwamba bwana kaka bwana, hapa kuhusiana na biti ya Kongwalo, mbona hamjazungumzia kwamba pia Diamond au Zuchu inatakiwa amlipe Harmonize kwa kutumika biti yake ya Kongwalo? Kuna mjadala huu mwingine unaambiwa kwamba wimbo wa Inama wa Zuchu bwana ni biti ya Harmonize ya Kongwalo ambayo alimshirikisha Diamond kipindi yuko Wasafi. Sasa baada ya kutoka, ina maana kwamba Harmonize alifanya malipo yote, kwa hiyo akapewa haki miliki ya kazi zake zote ambazo alizifanya chini ya record label hiyo. Sasa kitendo cha biti yake kutumika katika wimbo mpya wa Zuchu, je, hilo nalo pia natakiwa alipwe? So hilo tutalizungumzia katika video inayofuata. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako bwana katika comment section kuhusiana na hii situation. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.